Naitwa kwa jina la Yasini Mohamed Ayubu, ni mzaliwa wa mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa, na sasa hivi natimiza miaka 28. Nimezaliwa mwaka 1998 mwezi wa kwanza tarehe 3. Ndio. Sawa. Umeniambia kwamba ulifungwa jela, kifungo ambacho ilikuwa ni hukumu ya miaka 30. Na kwa kosa la kumbaka mke wa bosi wako. La kusingiziwa, si kumbaka. Kini kesi ilikuwa nasoma kwamba nimembaka mke wa bosi wangu. Na sisi tunaitamka kama ulivyopewa tu. Ndio. Ulipewa kesi ya ubakaji, kumbaka mke wa bosi wangu. Sawa. Tunataka tufahamu sasa historia yako ilianzia wapi? Ulitokaje huko nyumbani Kilwa msema? Mpaka kuja hapa Dar es Salaam na mpaka kufika kwa huyo bosi wako, na baada ya hapo tukio litokea katika mazingira gani? Tunaomba tusimulie hatua kwa hatua. Sawa. Mimi nimezaliwa mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa. Nimesoma shule ya msingi pale, sikubahatika kwenda sekondari kutokana na kipindi kile mzazi wangu alibaki wa kike tu, babangu alifariki nikiwa nipo darasa la 3. Nilipomaliza shule ya msingi nimaliza 2012. Nimemaliza shule ya msingi tunaendelea na kazi hapa pale kijijini, masuala ya kilimo, tunamsaidia bibi mkubwa. Mimi ni mtoto wa 4 katika watoto wa familia, watoto watano. Sasa nilifika vipi huko Dar es Salaam? Kuna jamaa mmoja ni hifadhi jina lake, ambaye ni bosi wangu wa kiume. Yeye alikuja kutafuta maisha mjini huko, ni muda sana. Alipokuja kutafuta maisha mjini huku, sasa akawa amefungua biashara ya duka la nguo. Sasa akaja kule mkoani kuja kutaka kijana kuja kumsaidia kazi huko dukani. Katika kuulizia pale akaambiwa kwamba kuna kijana Yasini ametoka shule karibuni tu miaka 2 iliyopita. Alipokuja pale akaja mpaka nyumbani kwa mama, mimi hapo nikuta. Akaulizia hapo kwa kina Yasini, ina shida na Yasini. Akaelezea pale shida yake, mimi nikatafuta nikakutana naye yule mgeni. Kutana naye pale ndio kama langu kwanza kumjua, maana wakati amekuja Dar es Salaam kutafuta maisha, wakati mimi ni mdogo sana. Mimi nilipotajua vile tu kwamba kuna kazi huko Dar es Salaam, pale mimi sikuweza kujiuliza maswali mbili. Nilikuwa na hamu kubwa sana kuja kuishi Dar es Salaam. Mimi nilikubali, hatukuelewana kwamba labda atanilipa shilingi ngapi, lakini niliambiwa kuna kazi Dar es Salaam, hiyo kazi ya duka la nguo. Mimi nikakubali. Baada ya siku 2 au 3 naanza safari hadi Dar es Salaam. Fika huku, yeye alikuwa amepanga nyumba, alikuwa na mtoto mdogo pamoja na mkewe. Nimefika pale nikakabidhiwa chumba nilichokabidhiwa kipindi kile hapo kina mkeka na mto na shuka, akina godoro, akina kitanda. Nimekaa hivi kama wiki hivi. Sasa ikawa anakwenda dukani pale, ananielekeza kwamba make pale ile duka lilikuwa la nguo za mtumba. Ananiambia jinsi utaweka shilingi fulani, nikaandika shati utaweka shilingi fulani, nikaandika ile shilingi fulani, nikaandika. Sasa hadi paka pale nilipozoea ile biashara, nikawa nakwenda mimi mwenyewe nafanya biashara, saa 2 nafunga, narudi nyumbani. Sasa yule bosi wangu wa kiume kipindi kile alikuwa ni dereva wa hizi gari zinazobeba kopa kutoka Zambia. Muda mwingi sana niko mimi pamoja na mkewe. Fanya kazi mwezi wa kwanza, wakaniambia sisi tutakupa 120,000 ndio pesa tutakulipa, ila hatukuelewana. Akaniambia na mimi kwa wakati ule 120,000 kwangu mimi ni nyingi sana, ni kubwa sana, sikuwahi kushika hata shilingi 20,000 kwa wakati, yani kwa pamoja kipindi nipo kijijini. Kasema sawa, pale pesa mwezi unaofuata. Akaniambia nataka tukutunzie mshahara wako, hata yake 120,000 kwa nalipo kwa mwezi ndio. Tutaka tukutunzie, endapo hata siku moja utakapohitaji kurudi kijijini, basi uweze kurudi na pesa, isije kaonekana kwamba hapa tumekuja kufanyisha kazi alafu mwisho wa siku sisi tumekudhulumu, kumbe pesa itakuwa umezitumia mwenyewe kwa fujo. Mimi nikakubali. Ilikuwa ni wazo zuri kipindi kile, na kumbuka kipindi kile nilikuwa na miaka 18 bado sijatimiza. Wakasema wanifungulia akaunti ya kibenki ili wanitunzie. Fanya kazi mwezi wa 2,
nikasijaulizia, si nishaambiwa wananitunzia mwezi wa 3 wananitunzia. Sasa kuja kufika ule mwezi wa 3 katika kazi, kuna mdogo wangu baada ya kuzaliwa mimi nazaliwa yeye, alikuwa ameanguka shuleni. Sasa mama akawa amepiga simu kwamba kutoa taarifa ili tuweze kumsaidia hata hela ya dawa. Mimi pale kwa mshahara wangu nilikuwa kuna pesa nilikuwa nimeitunza mimi mwenyewe, nikachukua shilingi 30,000 nikamtumia mama. Kutumia mama, sasa nimeendelea kufanya kazi pale. Sasa katika kunitunza zile mishahara yangu nilipofikia ndani miezi 10 huko natunziwa zile pesa zangu za mshahara. Kuna siku moja wakati huo bosi wangu wa kiume yuko nje, bosi wangu wa kike pale sasa ikawa ameingiza mwanamume mwingine pale nyumbani. Siku nimerudi kutoka kazini majira ya saa 2 usiku na mkuta yuko jamaa mwingine amekaa sebuleni wanaangalia TV. Nikawasalimia. Mimi nikafikiri labda ni mgeni tu amekuja na kuondoka. Naamka asubuhi hivi nijiandaa niende kazini, namuona sasa ametoka chumbani, amevaa bukta hivi zile za mazoezi, amevaa na singlet. Anatoka kwenye chumba kile cha bosi wangu ambaye cha wanacholala wenyewe. Na wala halikuwa huyo mwanamke alikuwa aonyeshi kama labda anaficha, labda usione, au ilitokea tu bahati mbaya wewe ukaa kama umewafumania? Hapo mimi niliwafumania, maana yake yule mume akishaenda Zambia waga anafikaga hadi wiki 3 hadi mwezi mmoja bila kurudi huko. Sasa nilipoona ule uchafu unatendeka, mimi niko na kazini. Nilirudi kazini akaniita yule mwanamke ananiambia, Yasini, hiki ulichokiona ibaki kuwa siri yako. Endapo siku moja nitakusikia umemwambia mume wangu, basi nitakufanyia kitu utakuja kunisahau. Sasa ile siku ikapita kama wiki tena akaja tena yule tena. Kuja bado akawa ananionya. Sikii ananionya kukunitisha sasa. Sasa vile vitu mimi nilikuwa vinaniuzi. Yaani kwa sivipendi vile vitisho anavyonipa. Siku ile saa aliporudi mume wake akaja pale dukani pale tunaongea hivi. Mimi nikaambia maka mimi kwa simu tika bosi wangu mtaka kama ni kaka kutokana wote ni kijiji kimoja, kama kaka mimi nataka niache kazi mimi naacha nipatie zile pesa zangu kwa mtunzi niweze kurudi nyumbani nikaanzisha maisha mengine. Sasa kaka akastuka, kwa ajili gani sasa nataka niache tu kazi ghafla? Kama Yasini kwa sababu nataka kuacha kazi ghafla. Nikamwambia mimi nataka niache tu kazi, sitaki tena. Akaniambia hapana, haiwezekani tu hiyo ghafla viniambie shida ni nini? Hauli pale nyumbani au kuna changamoto gani pale nyumbani zinaendelea? Nikaona asijakaona kama vile namkimbia, ngoja tu nimwambie ukweli. Ni kama kinachokuambia lakini usimwambie mke wako. Akasema niambie kitu gani? Nikamweleza jinsi ilivyotokea pale akiondoka kwamba yule mke kuna mwanamume mwingine anamleta mle ndani. Sio mke wake alikuwa ni binti mdogo au ni mtu mzima? Sio binti. Nakumbuka kipindi sasa mwishoni wakati nilipofikishwa mahakamani nilisikia umri wake, anasema alizaliwa na 86 ndo mwaka alizaliwa. Sasa nilipomwambia vile sasa hakuweza kulikalia kimere jambo. Alivorudi akaenda kumuuliza tena, huko anamuuliza kwa hasira. Kaniambia Yasini, kaniambia hivi kwamba atakaache kazi, na sababu ya kuacha kazi wewe kuna vitisho unampa hapa. Ujinga wako unaofanya mwenyewe, unaleta wanaume ndani alafu wewe unampa vitisho ili asiniambie mimi. Sasa kitu gani hapa unakikosa? Sasa wakawa wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Sasa mimi nilirudi ile usiku nimemkuta ile mkebosi wangu pale amekaa anakula anasalimia hivi na mtu aitiki. Sasa nikajiuliza au ameshamuuliza tayari? Naingia chumbani hivi akanistopisha, akaniambia rudi hapa. Nikarudi sebuleni pale, yule mkewe sasa akawa anasema, anambia hivi wewe lengo lako nini? Wakati yule blaza ametoka pale yuko kwenye mizunguko yake. Kama mbona unakuwa kama mtoto wa kike? Wewe si nilikukataza usiseme. Sasa lengo lako ni nini? Lengo lako ulizani utaniachanisha na mume wangu? Sasa wewe dawa yako ipo jikoni. Bado akaendelea kunitisha. Sasa tumekaa pale wenyewe, wale wakawa kama wapo kwenye kuyamaliza vile masuala yao.
ndani ya wiki ile blaza akampata mzigo anakwenda nje. Manake kwa lugha rahisi walishamaliza maka sikuona tena wakiwa wanazozana. Kama ndani ya wiki hivi blaza alipoondoka, sasa pale mimi nakumbuka ile siku ilikuwa siku tarehe 25, nakumbuka ndio siku ya tukio. Tarehe 25 ndiko siku ya mkesha ya Christmas. Nimetoka zangu kazini, nafika hapa namkuta amekaa sebleni anaangalia TV. Baada kuna mtu mimi nimefungua mlango, akasimama kwa nguvu hivi na kuanza kupiga kelele, nabakwa. Alikuwa amejifunga tu kanga, akaachia kanga na kama mtupo kama alivyozaliwa. Sasa kutokana mimi na mheshimu, sikutaka hata kuangalia, mimi nikaa nimegeuka hivi naangalia mlango hivi. Mara kidogo pale kuna watu wawili walikuwa wamekimbilia mle ndani. Kuna jamaa wawili walikuwa ni jirani zetu. Maana ni kule Chamazi Magengeni kule karibia na jirani yetu pale ilikuwa mchezaji alikuwa mchezaji wa Azam Boy. Au kimbilia kama dada vipi? Sasa hapa sini nikafika hapo kwa mimi nimepumzika hapa katika sofa ananivamia anaanza kunibaka. Sasa kwa wakati ule mimi niko nafikiria labda kama ni mapepo vile yamempanda vile, kwa sijajua kwamba ile hadi yake ndio anataka aitimize. Sasa pale sasa akaomba msaada kwamba wanidhibiti mimi nisije nikakimbia, wanipeleke kituo cha polisi. Akanichukua mpaka pale Chamazi Magengeni, pale kulikuwa na kituo cha polisi posti, kituo kidogo. Tulifika pale majira saa 4 usiku. Manake wakati tukio linaendelea pale, wewe ulikuwa tu umebakiwa na tahamaki unashangaa. Mimi nimesimama tu, nipo na nguo zangu kabisa, maana nilikuwa sina hata kiashiria cha kutaka kumbaka yule mke bosi wangu. Na alivyosema huyu anataka kubaka na kila kitu, na wewe maneno yako ulitamka lipi? Mimi nikawa nakataa tu kwamba mimi hapana, siwezi kumbaka mimi huyu. Sema inaonekana kwamba wale watu waliokimbilia wale ni walikuwa wanajua ni kitu gani kitakuja kuendelea. Maana hata wakati najitetea yule mmoja akawa ananipiga makofi, ananiweka chini hata nisiinuke, lakini kwa nimesimama akawa ananikalisha chini. Wa kiume alikimbilia, watu wa kiume tu kama hakika alikimbilia. Nikachukuliwa pale mpaka kituo cha polisi. Kufika pale polisi pale akaliza kafanya nini? Akaambia huyu kambaka mke bosi wake pale kituoni pale, wakatukataa pale, akaambia mpelekeni kituo kikubwa. Wakachukua bajaji pale nikapeleka hadi Mbagala kituo cha polisi Maturubai. Fika pale Maturubai nikafungua kesi kwa nimebaka mke bosi wangu. Nimekaa kituoni pale ndani ya siku 19. Yaani ishafika mwezi wa kwanza sasa. Familia yangu hawajui, mama, kaka zangu hawajui, dada zangu hawajui kwamba nina kesi gani au niko wapi. Na ilikuwa hajatoa taarifa yoyote ile kwamba Yasini labda anashtakiwa au iko wapi. Nikaa pale hadi kuna jamaa mmoja alikuwa ameingia, ni mabusu mgeni mwe ndani. Sasa kaangalia umri wa mule, watu wamenizidi umri. Akaanza, wewe mfanya kosa gani? Mbona huko hapo kama siala ni kama ananitania, wewe umeiba nini wewe? Mbona huko hapa? Au umeshaiba kwenu tayari? Nikawa mimi sijaiba. Umefanya nini? Nikamwelezea. Hiyo siku ya ngapi? Mbona siku 19. Kile akaomba aje mkuu wa kituo pale. Akaambia huyu mbona ni mtoto mdogo alafu ana siku 19 yupo ndani na hajafikishwa hata mahakamani, basi kama ana kesi mwacheni. Nikachukuliwa pale nikaenda kuandika maelezo, siku pili yake nikafikishwa mahakamani, mahakama ya wilaya Temeke pale Taifa. Kisha mahakamani pale nikasomwa kesi kwamba Yasini Mohamed Ayubu siku tarehe 25 mwezi wa 12 2015 saa 3 usiku natumiwa kosa la kumbaka mke bosi wangu ambaye majina yake ni Hifadhi. Mimi nikakataa. Akasoma tena nikakataa. Sasa mara 3 nikakataa. Hakimu akaniambia dhamana yangu ipo wazi, kama ninamdhamini aje masharti, aje na barua ya serikali za mitaa na kitambulisho cha kupigia kura ili waweze kunichukulia udhamini. Kwa wakati ule mimi sikuwa na mtu wa kuweza kunidhamini kwa hapa mjini. Pale sasa mimi tukachukuliwa pale mpaka gerezani Segerea. Sasa nishatoka polisi na pelekwa Segerea. Sasa kwa mara yangu ya kwanza ndo naingia Segerea. Wakati naingia Segerea pale nikasema ndo basi tena. Hii kesi niliyoipata hii mimi ndo nakwenda kupotea. Hii naingia jela hii. Sitaweza tena kurudi tena uraiani mimi. Kufikishwa gerezani pale nikapelekwa ofisi ya mkuu wa gereza, nikaenda kusajiliwa pale mahabusu mgeni. Nikaulizwa maswali pale kwamba endapo nitapata madhara nitakufa, mlisi wangu ni nani?
wanauliza kama nikifia mle gerezani maiti yangu iende kwa nani. Mimi nikahitaji iende kwa mamangu mzazi. Nikaandikisha pale namba yake ya simu, kijiji alichokuwepo, mwenyekiti wa muda ule kijijini hapo ikaandikishwa. Familia yangu akatoa chochote, ndio naandikisha pale sasa. Nikamwambia mkuu wa gereza kaanza, familia yako inajua kwamba uko wapi? Nikamwambia sijajua familia yako kama inajua au haijui. Nipe namba ya simu, kampa namba ya simu ya kaka apatikane. Nikatajia namba ya simu ya mama kumpigia. Ndio nikajua kwamba ilikuwa hajatoa taarifa. Manake mama alivyoambiwa kwamba unamjua Yasini Haji Ayubu, unajua unamhitaji mtoto wangu yuko wapi, mama akaelezea Yasini anafanya kazi Dar es Salaam. Kaja kwa kwamba mama bado hajapewa taarifa kwamba Yasini yuko wapi. Akaambia Yasini anafanya kazi Dar es Salaam, sawa, lakini kwa sasa hivi tunavyoongea Yasini yupo gerezani. Hapa anatumiwa kesi ya kumbaka mke wa bosi wake. Mama akashangaa, kambaka mke wa bosi wake? Unajua mzazi akishaambiwa kama mtoto wako ana kesi fulani hawezi kujua kama umesingiziwa au pia anajua tu kwamba umefanya. Kwanza kwa sababu gani, mbona amefanya hiyo kesi? Mimi hata roho yangu ilikuwa haikutaka kabisa Yasini aende Dar es Salaam. Nilijua tu kwamba akenda mjini ataenda kukutana na maisha tofauti na huko alikokulia kijijini, tena atakwenda kuharibika tena kuharibika huko. Mama akawa analaumu katika simu parasa gerezani. Sasa uruhusi mtu mmoja kuongea na simu na familia yako kwa gerezani. Sasa akaongea na mkuu wa gereza akasema hii ni mkuu wa gereza. Sasa akawa anaongea na anambia hii ni tuhuma tu, kama kweli amebaka au hajabaka nafsi yake yeye ndo anajua, yeye ndo anajua, sisi hapa hatujui, lakini ni tuhuma tu. Sasa sawa, kwa gereza tukata simu pale, mimi nikaendelea tunakaa pale mzuruzuria kesi pale, kutoka Segerea kuja mahakamani. Siku ile mahakamani kwa ajili sasa ya ushahidi ambaye yule aliyosema nimembaka. Kwa kesi ya ubakaji hapa inasomekana kama ni shahidi namba 1. Yule mwanga ni shahidi namba 1 na kesi inakuwa ni ya jamhuri. Fika pale kwa ni Muislamu akapewa msaafu akaapishwa. Alivyoapishwa akatoa ushahidi wake, akasema siku tarehe 25 mwezi wa 12 2015 basi 3 usiku mimi nimetoka kazini, nimemvamia na kuanza kumbaka. Akauliza unamjua? Kama unamjua, huyu ni kijana wangu wa kazi, mume wangu amemtoa mkoani kamleta kwa kufanya kazi, lakini sijui kitu gani kilichomshawishi mpaka mimi akaniingilia kinguvu akanibaka pale. Sasa avumaliza ushahidi wake akimule. Sasa yule hakimu akaniuliza, Yasini, umesikia alichoongea shahidi? Una maswali? Mimi kipindi kile mimi nilikuwa sijui kwamba nijibu kitu gani pale, yani niulize swali gani ili nijiondoe kwenye ile kesi. Mimi nikasema mimi sijambaka, ila tu mimi huyu ananisingizia. Mimi sijambaka au mimi anisingizia. Mimi nikana katatu hivyo, sijambaka na nisingizia. Kumbe nikisema vile sina swali la kumuuliza mimi sijambaka, kumbe ni kama namuunga mkono kile kitu alichokisema kwamba kina ukweli. Baada ya kumaliza mimi kuongea vile, nikarudishwa gerezani tena. So maana yake ulijichomeka? Nilikuwa si mara yangu ya kwanza kufika mahakamani, nilikuwa siwezi niulize maswali gani ili niweze kujitoa kwenye ile kesi. So kati ya maswali ambayo uliulizwa ni swali gani ambalo unahisi ulijifunga? Ni pale nilipoambiwa una maswali ya kumuuliza, mimi nikasema sina maswali. Sasa ukisema una maswali ni kama unasema ni acha kiongea kama unakiunga mkono. Ndio. Sasa nilivyorudishwa tena gerezani nikakaa pale tena ushahidi wa daktari. Sasa daktari pale akaapishwa, akasema ni daktari, kasema chuo daktari Mkomaindo. Anasema nakumbuka siku ya tarehe 27 mwezi wa 12 majira saa 2 asubuhi, saa 4 asubuhi alimpokea yule bosi wangu wa kike na akisema kwamba amebakwa siku tarehe 25, amebakwa na mfanyakazi wake. Avumaliza ushahidi wake, yule daktari naye akawa ametoka, mimi nikarudishwa tena gerezani tena. Gerezani
Sasa pale sasa inahitajika waje mashahidi kutoa shahidi wale ambao waliokimbilia siku ile kesi, waliokimbilia tukio, waje kunikamata pale. Walipokuja wale kuja kutoa ushahidi pale, wale wakakataa, wakasema mheshimiwa hakimu, sisi tumekimbilia tu pale tumsikia kelele, lakini hatujaona tukio kwamba huyu akiwa anabaka. Sasa sisi tumekuja tu kuitikia wito wa mahakama, hatukutaka tuonekane tumedharau mahakama, lakini sisi hatuna ushahidi wa kuthibitisha huyu kwamba kabaka au hajabaka. Wale nao wakaruhusiwa waende, mimi nikaambiwa nije kwa ajili ya kujitetea. Sasa nikarudishwa gerezani pale. Sasa nakaa hivi mnyonge hivi, kujitetea tena, mbona kama ndo nakwenda kufungwa sasa miaka 30. Kaa pale kukutana na kuna mabusu wengine, waweza vipi, kesi yako ipo kwenye hatua gani? Nasimulia na kwenda kwenye utetezi. Sasa unakuta unapomsimulia mabusu mwingine anakupa wazo lake, na ukienda mahakamani tofauti kabisa na wazo wanakupa kule. Siku utetezi fika mahakamani pale, utetezi wangu mkubwa mimi pale nikawa nakataa tu kwamba sijambaka na nisingizia huko nalia. Kumbe nilikuwa sijui nikiwa nalia pale mahakamani mbele ya hakimu na wanisema mashtaka haisaidii chochote kile. Kumbe nahitajika pale niongee vitu vya msingi, niweze vya kisheria, niweze kuipinga ile shtaka ile. Mimi kushindwa pale, nikaambiwa sasa nije tarehe nyingine kwa ajili ya hukumu, kuja kusomea hukumu yangu. Nikarudishwa gerezani, nikaenda tena mahakamani, kaambiwa Sini Mohamed Ayubu, mahakama ya Tanzania kuhukumu kifungo cha miaka 30 na fimbo 10, utapigwa pa kwenda 5, na kumaliza kifungo utapigwa bakora 5 na adhabu kali, ambaye na ukitoka utamlipa fidia shilingi 500,000. Yaani nikitoka nimlipe fidia shilingi 500,000 aliyosema mimi nimembaka. Wakati yule anaongea vile hakimu, mimi pale sasa hata akili yenyewe imesharuka, yani namsikia anaongea lakini yani siliwekei maanani kichwani. Niko pale yani naona ndo basi ndo mwisho wangu wa maisha tena hapa, mimi sitoweza kuja kutoka tena. Ukishafungwa tu haraka pale askari wale wana kifungo kikubwa kama kile cha miaka 30, wanakufunga pingu, wanakuwa kwenye gari, wanasubiri watu wengine pale sasa waweze kumaliza kesi zao na wao. Nilikuwa kwenye gari pale nikasubiri watu wamaliza kesi zao, nikachukuliwa mpaka Segerea. Fika Segerea pale, ukifungwa kifungo cha miaka 30 huwezi kukaa Segerea. Segerea pale ni kwa ajili ya mahabusu, wafungwa pale wapo wachache, kifungo cha miaka 5 kushuka chini. Kapelekwa Ukonga. Sasa kwa Ukonga pale kuna mabweni yako mengi sana. Yaani Ukonga inaweza kuchukua wafungwa na mahabusu ni zaidi ya 800, hata 1000 nafika. Pale kwa sababu moja kuna naita Bushi na Ethiopia. Ethiopia kule wameita kule kwa sababu raia wengi wa Ethiopia kija na wanawekwa kule. Mimi nikapo niko Bushi. Nikakaa pale Bushi pale, kipindi kile rais alikuwa hapo, rais wa awamu ya 5, John Pombe Magufuli. Kipindi kile rais alikuwa anataka wafungwa wafanye kazi, wajitengezee chakula wenyewe, si kusubiri serikali tuiwalishe. Pale tukatoka wafungwa pale skoti wafungwa kama 50 hivi kupelekwa gereza la kilimo ambalo liko mkoani Ruvuma, wilaya Kitai. Fika kule pale kazi kubwa pale ni kilimo cha mahindi. Wakati huo nafsi yako isharidhika sasa, ushakuwa magereza, hakuna option, ukawa umetulia tu unaendelea na majukumu? Sikuridhika. Ulikuwa na plani zinginewe, yani paka mnachukuliwa mnapelekwa huko kwenye gereza la kilimo na nini, ulikuwa na mipango mingine tofauti kwa muda huo? Nilikata tamaa tu ya kuishi tena. So ukawa unasubiria nini? Nilisema kwa miaka 30 kuimaliza ilikuwa sio kweli, na kesi ya ubakaji hakuna msamaha. Kisheria hakuna msamaha, labda rais tu atavyoamua kumsamehe mtoto unamtaka anaweza akamsamehe, lakini sasa kutokana na haina msamaha kukaa miaka 30, makini wataji kalitoka 2046 ndio bili nitoke kifungo changu kilikuwa kinasema hivyo, namba yangu ya kifungo.
Sasa mpaka 2046 natoka nikiwa niko mzee, kama nitafanikiwa kutoka na kazi ngumu za gerezani, mimi nilikuwa nasubiria kufa tu ama kitu kingine. So ulisema kwa miaka 30 kukaa kule ilikuwa sio kweli? Nisingeweza kumaliza kweli kwa kazi za gerezani. Maana yake ulikuwa unahisi nini kitatokea sasa, kwamba utatoroka, utafanyaje? Yani tunataka tujue, yani kwamba sio kweli usingeweza kumaliza, maana yake nini kingine? Kwa kutoroka kwa ile mara kwanza ile sikuweza kuifikiria, lakini mwishoni nilifikiria. Kipindi nipo Ruvuma sasa ndio nilifikiria, make ile shamba pale lipo katika pori tu ambapo kwa pembeni yake wanachukua makaa ya mawe. Tuendelee pale tulipoishia, kwamba mkatoka mkaenda Ruvuma. Tukatoka sasa tukaenda Ruvuma. Pale kazi kubwa pale ni kilimo cha mahindi. Nalima pale mwaka wa kwanza, mwaka wa pili nalima pale. Sasa nikana piga hesabu pale, hivi ni kweli mimi sitokuja tena kumwona mamangu kweli? Kuna ndugu zangu tena mimi? Nikawa najiuliza maswali mengi, lakini nilikuwa siwezi kupata jibu lolote lile. Sasa nikasema hapa sasa mimi cha msingi hapa, kutokana sina uwezo wote wa kuandika rufaa na hii kesi kifungo hakina msamaha. Sasa nikaona angalia lile pori lile, hapa nikikimbia hapa tena kutokea wapi? Iko kitu nilikuwa nifikiria, hapa nikikimbia tena kutokea wapi? Na niliona ule umbali ule tulivyotoka Dar kwenda kule, tulimaliza siku mzima tupo kwenye gari tu. Na hivi nitafika kweli? Na hivi nikikimbia hivi nitakimbilia wapi? Yote ni kama hizo maswali mengi sana. Hivi serikali nikikimbia nitakimbia wapi? Nikimbie hapa afu nikimbilie kijijini, watakuja kunikamata pale kijijini pale. Sasa nikasema sawa, lolote lile liwe tu, kama Mungu amenipangia maisha yangu yote nije kuyamalizia gerezani, basi sawa, ngoja niendelee kuishi. Nimeishi pale mpaka kufikia 2020 pale nikapata na escort kwenda gereza la Lindi. Ndiko pale Lindi. Kufika pale gerezani pale Lindi, kazi kubwa pale ni uandaji wa chumvi, uandaji mashamba ya chumvi pale. Nikakaa pale tuandaa mashamba ya chumvi. Kipindi tunaanza mimi nilikuwa siwezi kubeba zile ndoo za chumvi, manake kuna ndoo za lita 20, unabeba ndoo zile huku unakimbia. Kwa kila mfungo mmoja atajika abebe ndoo 50, ndoo 50. Sasa siku za kwanza mimi nilikuwa siwezi kufikisha hata ndoo 20, siwezi kufikisha. Wewe nimefanya kazi pale ndani ya mwaka mmoja, nikawa nibadilishwa genge. Sasa nikabadilishwa genge, nikapelekwa kwenda kufanya usafi kwa ofisi za mkoa. Hadi nikaja nikapata na escort nyingine sasa pale kwenda gereza la Lirungu lipo pale Mtwara mjini. Kufika pale Lirungu pale Mtwara, kazi kubwa pale ni kilimo, ambaye mahindi pamoja na mikorosho, kulimia mikorosho ndio zao kubwa pale gerezani. Fikisho pale nikasajiliwa vile tena pale kwamba mfungwa mgeni, nikapewa namba nyingine pale. Sasa wakati tumekaa pale ndani ya miezi mitatu hivi, kuna baba mmoja kutana naye pale, yeye alikuwa na kesi ya uhujumu uchumi, kani fazi jina lake, makasema amesharudi tena kazini. Avoniangalia akaniuliza, wewe unakosa gani? Yeye alikuwa mahabusu. Nikamwelezea, akaweza kweli hujafanya kosa? Kama sijafanya kweli. Ni mtu mzima, umri wake ni sasa na babangu tu, maana yake hata cheo chake nakumbuka aliniambia ni cheo chake ni staff. Nikamwelezea jinsi ilivyotokea, akaniambia kama kweli hujafanya, naomba nakala kwa hukumu niweze kuisoma, niweze kuipitia, nitajua kama kweli umesingiziwa au umefanya kosa. Nikaenda ofisi ya gereza hapa, nikaomba nakala ya hukumu ile, wakatoa kopi, nikaenda kapitia, kaisoma. Akasema, mbona huyu shahidi ambaye ni daktari, mbona huyu hana vigezo vya kuwa daktari vya kudhibitisha hii kesi kwamba wewe umetenda likosa? Huyu anasema ni daktari, kasema chuo daktari Mkomaindo. Mkomaindo ni chuo ambacho kinachotoa wauguzi, ni kiko huku Masasi, ni kule Mtwara kule, kiko wilani Masasi. Kamba na hii kesi haikutajika sasa aweze kudhibitisha
mtu ambaye ni yupo kituo cha afya ni zahanati, hii inahitajika thibitishe mtu ni daktari ambaye ni hospitali ya serikali, ni ya wilaya. Sasa akanitajia majina hospitali kama hivyo, kwa hospitali ya Rufaa Temeke, Muhimbili, Mwananyamala, ndio akanielekeza. Kaambia na vile vile huyu yeye kampokea tarehe 27, alafu huyu anasema amebaki tarehe 25. Sasa mbona amekaa siku mbili hapa? Hapo kulikuwa na kitu gani hapa mpaka asiende hospitali kilikuwa kinaendelea? Akasema nitakuandikia rufaa. Naamini kabisa sababu hizi nitazozipinga hizi, wewe utaachiwa. Ya kwanza nampinga huyu sio daktari, cha kwanza, na cha pili huyu hajabakwa. Angebakwa hospitali lazima angeenda siku hiyo, angeenda hospitali, asingelala siku mbili mzima na aende hospitali, na sio mtoto mdogo kusema labda atakuta na michubuko. Huyu ni mtu mzima. Sasa mimi nisaidie. Akaniambia na kitu kingine ambacho wewe kisha kukufungisha wewe, yani kesi kama mahakamani labda haikutumika rushwa, kitu chochote kikufungisha ni pale ambao muulize maswali wewe anakataa kwamba huna maswali. Basi nisaidie. Akaniandikia rufaa pale, rufaa ikatumwa Mahakama Kuu huko Dar es Salaam. Kutuma rufaa Mahakama Kuu, tumekaa mpaka kufikia 2023. Mimi sasa nishakata tamaa kwamba nitakuja kutoka kweli. Yule mzee yule sasa yeye akawa anahudhuria tu kesi yake. Nikasema sasa kutoka 2016 nafungwa mpaka ile 2023 nitakuja kutoka kweli mimi? Nikakata tamaa kabisa kama nitakuja kutoka. Kuna siku moja ilikuwa siku ya weekend ya Jumamosi, wafunga mabosi watoke nje, wapo tu mle ndani. Na kuna uwanja wa mpira pale Ilungu pale, na kuna 40 mipano pale kwa ajili ya kivuli. Nimetoka hivi Messi pale sehemu ya chakula, napoangalia TV ya magereza. Nimekuja hivi pembeni 40 nikaangalia mpira, alikuwa anacheza Simba na Yanga mle ndani, wafungwa na mabosi Simba na Yanga. Kuna 40 ni mdogo tu, nikapanda juu 40 yule. Lengo langu ni pana pale nijiue. Maana ni shaka tamaa kama nitakuja kutoka tena. Misamaha inapita ya marais, mimi hata msamaha nusu hakuna. Nikapanda juu ya mti pale. Nikapanda juu kule nikajiachia. Kujiachia hivi hasa ilikuwa zile shati za magereza zile ikawa imejichoma katika mti hivi. Sasa ikawa imenigeuza, maana mimi nilikuwa nimekaa hivi. Lengo langu hapa nifikie chini kwenye ardhi nife. Ile ngosa ikawa imejipachika hapo kwenye nini, ikawa imenigeuza hivi, nikafikia nimeangukia hivi, nikapoteza tufahamu. Nikachukuliwa pale na kuja kuzinduka hivi nipo kwenye zahanati ya magereza. Nilipata nafuu. Sasa wakananiuliza, wewe shida ni nini? Mbona umepanda juu ya mti sasa alafu unajiachia, lengo lako jiue? Kwa gereza pale sasa akananitisha, maana ukishafanya vitendo kama vile pale ni kosa kisheria. Sasa akatajika wanifungulie kesi sasa kama nikitaka kujiua, nifanye jaribio la kutaka kujiua. Kwa gereza akaniuliza, wewe umemfunga miaka mingapi? Kama miaka 30. Kama miaka 30 basi. Kama miaka 30 basi msifungulie kesi. Kutoka amchanganikiwa tu kifungo kikubwa kuliko mli wake. Sasa nilifikiri miaka 2, makanya miaka 2 mwaka mmoja nikishukutwa tu ungeweza kuondoka, maana ukishafungwa kuanzia mwezi mmoja unatolewa siku 10. Maana mimi ile miaka 30 nilikuwa nimetolewa miaka 10, ndio nitumie miaka 20. Kama ungekuwa umefungwa mwaka ningesema kishukuru tunatoka. Sasa kwa miaka 30 itakuwa mchanganyiko, kifungo ni kikubwa. Nikakaa pale kufikia 2024. Sasa mwezi wa 11 ikaja samanzi pale ya mimi kutakiwa Mahakama Kuu Dar es Salaam. Nikapata tena escort pale na magereza hadi Ukonga. Kufika Ukonga nikasubiria kwenda mahakamani. Wakati huo hujui nini kinachoendelea? Sijui nini kinaendelea. Kwa niliandikiwa tu rufaa na yule mzee alikuwa mule ndani. Nimekaa Ukonga pale ndani ya wiki moja. Wakati unaondoka kule maana yake ulimwacha kule? Nimemwacha kule yule jamaa. Hata ulipofika pale ulimkuta? Nilimkuta ndio. Kwa na muda mrefu tu. Yeye ameingia 2017. Ndio kesi ilivyoanzia kesi yake. Nilivyofikishwa mahakamani siku ile sasa ilikuwa jaji mkuu hapa sasa hivi
wamesoma ile rufaa yangu pale, nikaambiwa kwamba nirudishwe gerezani nije kwa ajili ya kusikiza hukumu. Sasa pale sasa nikawa sina matumaini kwamba nitakuja kama nitaachiwa. Sasa pale sasa nikawa naomba tu Mungu, nikawa na muda wote mimi naomba tu Mungu, Mwenyezi Mungu nijalie basi hii hukumu ikawe heri kwangu, hiyo hukumu isiwe ya kubaki gerezani au kuzidishiwa kifungo, niweze nikakote familia yangu. Muda niliokaa umetosha Mungu. Wakati umeshakaa miaka mingapi? Kutoka 2016 mpaka 2023 ni miaka 7 kasoro hii hapa. Ni 7 inatoka nimefungwa, manake paka nimefungwa mwezi wa 6 2016. Mimi ndio nimefungwa 2024 miaka 7. Sasa nikisema huo muda niliokaa Mungu unatosha, kuzingatia sijafanya kosa lote. Kama kweli mimi nimefanya hii kosa, basi Mwenyezi Mungu unipe adhabu yoyote ile, unaona kwangu inastahili kupata hii adhabu. Hivyo fika ile siku ya kupokotana mahakamani kujikisa hukumu, wakasoma pale Mesini Mohamed Ayubu. Tena ile hukumu nilisomewa tu na mwendesha mashtaka. Siku ile jaji akuja, jaji baki hukumu inatoka kusoma kwenye chumba cha mwendesha mashtaka. Mwendesha mashtaka ni kalani wa mahakama kuu. Fika pale nilisomewa, nikamwambia Mesini Mohamed Ayubu, rufaa yako umeshinda rufaa, mahakama kuu imeamuru ikuachie huru kutokana mahakama ya wilaya iliyokufunga imefanya makosa kukufunga. Tujajua kigezo chepi kilichotumia kukufunga, kama wamekufunga labda kwa kutoweza kujielezea mahakamani, lakini hiki kutoweza kujielezea mahakamani si kigezo cha kusema mtumiwa kumtia hatiani. Lakini sisi tumeziunga mkono sababu zako hizi ulizozikata katika rufaa. Ya rufaa hata kama umekatiwa, lakini pale inasoma kwamba umekata wewe mwenyewe, kama nimekata mimi rufaa. Nikasema sawa, mimi nikashukuru pale. Niliambiwa kwa furaha ya hali gani, kwanza tujue hapo kama. Kwa wakati ule pale nilifurahi sana, japo majaji wale hawakuwepo, lakini niliambia nipelekee salamu zangu. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya njema na umri mrefu, waweze kutenda haki kwa wanyonge kama sisi tulikuwa tumeonewa. Lakini pale nilikuwa na furaha kubwa sana kuja kuacha nguo za magereza na kuja kuona tena uraiani. Nilifurahi sana kwa wakati ule pale. Sioni furaha yangu ilikuwa vipi, lakini nilikuwa na furaha sana kwa wakati ule pale. Sana kala kubwa kutoka siku ile nikarudishwa gerezani, nimekaa na siku 2. Maana pale ilikuwa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu sana na asubuhi nikaja na kala hukumu. Mimi nikapoa nauli pale shilingi 2000 kutokana na kesi nilipata Dar es Salaam hii. Pata nauli 2000 nikarudi hadi Chamanzi. Kufika Chamanzi pale lengo pale sasa ni ulitokea gereza gani? Ukonga. Umetoka zako pale ukachukua kitu cha daladala, ukachukua gari paka Mbagala. Fika Mbagala pale nikapata gari Chamanzi. Yaani nilikuwa najifinya ili nikisikia maumivu nijue kweli. Na ile siku nilichelewa kulala. Maki ukiwa gerezani kulala unalala saa 3 kasoro ile dakika 5 wanagonga kengele. Uruhusiwi kuongea. Uwe na usingizi atakao uwe umelala tu katika kile kigodoro chako. Uwe umelala tu, uwe na usingizi, uruhusiwi kuongea na mtu wote yule. Nilivyoona nimetokea kule, nilipo kwenye gari tunachungulia hivi naona watu hivi, nikajua kweli kwamba mimi nipo huru. Nikafika Chamanzi pale, nakuta ile flame ile sasa iko na biashara zingine tu ambayo iko yule. Nikaulizia pale, ulirudi pale ulipokuwa unaishi? Pale nilipokuwa nafanyia kazi, kama sijaenda kule nilipokuwa naishi, maana nilishuka stendi. Fika pale, kaulizia ambaye flame sasa hii iko na mtu mwingine, na wewe mtu si atumkumbuke unamsema wewe. Nikaenda makazi popote tunaishi pale, fika pale nikakutana na bosi wangu wa kiume ambaye ni yule baba zangu sasa alimtuvizia kijiji kimoja. Kamsalimia pale, kwanza alishangaa kuniona.
Kwanza sini umekimbia gerezani? Kama sijakimbia. Umetoka vipi? Nikamwambia mimi nimeshinda kesi, nimeonekana sikumbaka mke wako, nimeandikiwa rufaa nimeshinda. Kama alinisingizia. Kale nimetoka, nimekuja hapa kupitia hapa nipate zile pesa zangu mkoa wanituzia za miezi 10 niweze kurudi mkoani. Akaniambia kwanza mimi hiyo maana yake ni baada ya miaka 7 unaenda kurudia hela ambazo kwako unatunziwa. Nilikuwa natunziwa zile. Kambi hapa cha kwanza mke wangu alifariki, amekufa 2020. Alikuwa ametoa ujauzito, mimba haikuwa yangu mimi. Yule ambaye alikupa kesi. Amenipa kesi, amekufa. Amefia hospitali ya Temeke. Yaani kana mimba ilikuwa na miezi 3 inakwenda miezi 4. Kaambia sawa pole, nikampa manake alikuwa anaficha, anatoa mimba anaficha ili bwana yake asijue. Ndio, nikamwambia kwanza nakupa pole kwa kufiwa na mkeo. Pili basi nipate zile pesa niweze kurudi nyumbani, nikawahi gari. Maana nilifika pale kwa majira mchana hivi. Akili yako yote uende. Nilikuwa na akili yangu yote, maana hata namba ya mama nilikuwa nimeshaisahau tayari. Akili yangu yote pale mimi niweze kurudi tu mkoani ili nikakutana na mama. Kanaambia mimi pesa sina, ningekupatia na mimi sasa sina kazi. Mundu akipeleka mimi nilikuwa nafanya kazi na naendesha magari, sasa hivi sina kazi yote ile. Sina pesa. Pale sasa nika basi nipeta nauli niondoke. Akaniambia nauli vile hana. Kuna mtoto wa mjomba wangu mimi ambaye anakaa Charambe. Nikatembea na mguu pale hadi Charambe. Kufika Charambe pale, fika hadi kwake. Sijamkuta pale, nimekuta mkewe. Msalimia nikamwambia mpigie simu. Kupigia simu nikamwambia Yasini hapa market yeye ashakuja kuniangalia kipindi po gerezani, kipindi po Segerea. Nimetoka kaka. Yeye alikuwa kazini kwake. Akarudi mapema akaja paka nikuta niko ndugu yake pale. Nikakaa pale akapata nauli, akanipa nauli ile, nikarudi kwa mama. Kufika mbali pale mama alivyoniona alifurahi sana mama. Alifurahi sana. Aliita hata mastazi pale akasoma dua pale kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Nimekaa pale sasa kufikia mwezi wa 8. Sasa mamangu mimi ni mtu mzima, mama mimi kazaliwa na mwaka 1962. 64 ni mtu mzima. Sasa nikasema maisha kijijini maka sisi hatuko mjini, hatuko wilayani, tupo kijijini. Sasa kile naingia kwa ndani ni kijijini. Nikisema niendelee kwa kijijini, basi mimi nitaendelea kuwa mzigo tu kwa mama. Nikamwomba ruksa mama nitoke nije kupambana huku. Baada ya kukaa kwa muda gani? Baada ya kukaa miezi 6-7 hivi, maana kule nimefika mwezi wa 12. Mwaka gani? 2024. Mwaka jana. Ndio nilipotoka gerezani sasa. Fika pale mama alivyoniruhusu sasa kwamba nije, lakini niwe makini, nikiona viashiria vyote vibaya basi nikirudi tu nyumbani itakuwa labda sija Mungu hajataka labda nije kutafuta maisha ya Dar es Salaam. Mama aliniruhusu kwa roho ya unyonge sana, lakini hana tu jinsi kutokana nishawaambia nikiendelea kwa kijijini hamna kazi yote, nitakaa tu hapa amali tu nisichofanya. Niruhusu tu nikapambane. Makusudi niko pambana, niko huko niko na rafiki yangu tuko tunapambana. Hapa sasa hivi hajarudi tu kazini, anafanya kazi nini Tandika, anafanya kazi duka la vyakula. Sasa ongeza hata kumsalimia hapa. Sasa wakati naona hivi hii media ambayo kuna watu wana story kama zangu vile vile napita, nikasema ngoja nini watafute basi niweze kutoa huu mkasa wangu kwa jamii ili iweze kunishika mkono na mimi siku moja niweze kupata hata chumba changu, lakini niweze kupata hata biashara ya kufanya na mimi nije kuweza kumsaidia mamangu kule mkoani kule. Sasa nimetoka, nashukuru Mungu, nimetoka salama gerezani, lakini sina kazi yote, nipo tu hapa ulayani sasa hivi. Okay. So hujamaliza miaka 2 maana yake toka kwa sasa hivi ndio mwaka unafika. Maana yake mwaka mmoja, makeni mwaka kasoro siku, makeni kutoka tarehe 23. Bado siku 2 nifike mwaka.
Timize mwaka mmoja. Tarehe 21 bado siku 2. Timize mwaka mmoja. Sio bado mgeni hapa. Bado kweli. Sawa, pole sana jamaa, story yako inavutia kwa mtu ambaye anasikiliza. Inasikika, inaeleweka, haina kona. Mtu akikaa anapata wasaa, anasikiliza vizuri kabisa na anaelewa kisa na mkasa ambao ulikokuta. Hilo ni swala la pole, lakini pia bahati nzuri upo tayari mtaani. Maisha yanaendelea. Kilichoongezeka hapo ni umri tu, miaka imeongezeka 7 pale juu, lakini wewe ni yule, nguvu ni ile, upambanaji utakuwa ni ule, si ndio? Mimi nataka sasa utusimulie maisha magereza, kwa sababu uko hujagusia kabisa kwamba mlikuwa mnaishije mule ndani. Ulisema kuna vijana wenzako wengine wengi sana kule ndani ambao wana makesi kama haya na hawajabahatika kutoka, na wengine wanaendelea kuishi kule. Tusimulie matukio yote ya mule ndani na vitu ambavyo huwezi kuvisahau kabisa maishani mwako ukiwa kwenye magereza yote ambayo ulishaishi. Sawa. Katika maisha mule gerezani, kitu cha kwanza kabisa, kuna watu huko nje wanasema kwamba anakuta labda vile kijana au mtoto labda anafanya makosa, anasema huyo mwache tumpeleke gerezani wakamfunze. Nataka niwaambie kitu kimoja, jela imfunze mtu. Maki kuna watu mbona wamenikuta wakiwa wanarudia jela zaidi ya mara 2. Yaani mwingine labda amekuja kwa kesi ameiba kuku, kija pale wenzake una kesi gani? Ameiba kuku. Mjinga wewe, una akili wewe. Akasema kumbe nimekuja kwa kesi ya kijinga kumbe. Akitoka sasa anakuja sasa anapambana, anamkaba mtu, anaiba kitu kikubwa sasa. Ili aonekane ni mjanja. Kumbe kuingia gerezani si ujanja. Sasa kitu kingine ambacho maisha ya mule, mkiwa mnatoka sasa kutoka gerezani ni ile kwenye maeneo ya kazi kurudi gerezani, ndani ya gereza, fika pale jinsi vile mnapopekuliwa maisha mule ndani mule, ambaye kitu nasikitisha sana. Yani sipendi hata familia yangu ije kuingia kama nilivyoingia mimi. Nakuta jinsi mnavyosachiwa, mnavuliwa nguo zote, mnapigishwa kichurachura, ndio jinsi mnavyosachiwa na askari magereza mule ndani. Na vile nakuta zinafanyika sachi kila mwezi ukuta mnawekwa sehemu moja katika uwanja hivi, mnavuliwa nguo zote, mnasachiwa pale. Labda kuna watu wengine wanaingiza bangi mule ndani. Sasa vile vitu ni havitakiwi mule ndani. Kuna wengine wanakana silaha, visu, vitu vile havitakiwi mule ndani. Hizo vitu unatumia za kazi gani? Yaani silaha unakaa nayo unafanya nini? Kuna mfano kama kisu na unakaa nacho gerezani unafanya nini? Gerezani kuna watu wengine wanakaa na visu, sijui kwa ajili gani, lakini nishashuhudia kuna mtu mmoja amechomwa kisu. Walikuwa wanacheza kamari mule ndani mule, tuna pale Mtwara Lilongo, wanacheza kamari hivi. Sasa ilikuwa wamezulumiana, yule ambaye alozulumiwa ile hakutaka kuzulumiwa, akachomwa kisu chake akamchomeka kwenye jicho, yule mwanzake akamchoma kwenye jicho. Na tukio lingine nimeshuhudia, jicho lilipasuka hivi. Yaani hapa alikuwa anachoma, yaani alipasuka lote kutoka maji, lakini alitoboa hivi, jicho likali limekufa, yeye akawaoni. Na tukio lingine mshiro na mule lingine tena kwenye kamalizo hizo, ambapo askari magereza ni wanapenda kusachi muda wote ili wasikute hivyo vitendo. Watu wamezulumiana tena, shuhudia mtu ameng'atwa meno sikio, mpaka sikio ili limekatwa, ili sikio limekatwa na meno. Kwa hivyo katika maisha ya mule, kwanza jinsi ya kulala, kwanza mnafungiwa kwa mfano gereza la Mtwara ni gereza kubwa, lina mabweni zaidi ya 43. Mnafungiwa kuanzia saa 9 ile saa 9:30 mpaka saa 9 kamili mpaka saa 9:30 mnafungiwa katika mabweni. Na mkiwa watu hapo kidogo, kuna wakati nafikia watu 600, mkiwa kuanzia watu 400 mnalala kila bweni moja ya watu 16, ndio mnafungiwa hivi. Mkiwa watu wengi mnajikuta mko bweni moja mnafikia mpaka watu 25, watu 30. Sasa katika kila mtu anacho cha kulalia.
ni kuna zile zamani hapo ulikuwa unatumika vilago, miaka hii hapa hii unatumika kuna zile godoro zile ambazo ni zinatumika hata hospitali katika mashule ya bweni, zile godoro ambazo zinatandikwa chini, unakuta kuna godoro katika hapo panawekwa njia ya kupita mto na godoro. Sasa watu mkiwa wengi, zile godoro zinakutanishwa hivi, godoro zinakutanishwa. Tosha godoro, unakuta wewe unalala unaangalia huku, mwingine anaangalia huku, yani huku mnalala hivi, ni mafungu. Sasa jinsi ya kuishi mule gerezani, kulala, aina ya vyakula yenyewe mnapokula mule, mnakula kwa siku mara moja. Kuna kula chakula ambacho kilichopangiwa, wanasema bunge ndio chakula kilichopanga, ni mfungo mabusu, watakula ugali gramu 500 ama ni nusu kilo. Asubuhi utapata kikombe cha uji kimoja, ambaye saa 12 mnafunguliwa. Siku za kawaida nafungua saa 12. Siku ya weekend kama Jumamosi na Jumapili mnafunguliwa kufikia saa 2 kutoka Mundi kokote, saa 1:30 hadi saa 2 mnafunguliwa pale. Sasa jinsi ya maisha ya mule na ambapo kitu kingine sitakuja kukisahau, ukiacha hiyo ile tukio nataka kujiua, kuna kipindi mimi nilichoka kufanya kazi za magereza. Nilisema kutokana hiki kifungo sasa hivi, hiki kifungo ni kikubwa sana na sijui kama nitakuja kutoka au vipi. Sasa nikisema nikafanye kazi zao nikalimelime huko nje, naweza nikaja kuumia tu. Mimi sasa nikawa nakataa sasa kwenda kufanya kazi. Katika magereza ukiwakatalia kwenda kufanya kazi, wanakuhukumu, wanakupiga, wanachukua virungu wanakupiga. Kuna siku moja nilipigwa kirungu kwenye mguu wa kushoto hadi kirungu kikavunjika. Kirungu kile japo kanivunjia kirungu, lakini vile nikaendelea kukataa kwenda kufanya kazi kule. Wakaniita kwa jina, wakaniita Baroteli, kwamba ni mtukutu. Kama ni mtukutu ni Baroteli, wakanipa jina la Baroteli, mtukutu. Nikaambia mimi sio mtukutu, lakini yani hiki ni kifungo kikubwa. Mimi kwa vile nipo gerezani, kazi magereza nitafanya tu muda wote, lakini eti nifanye tu miaka yote hii kazi, nitakuja kutoka nimeshachoka sana, na kesi nyingine nimesingizie watu. Sasa kama gereza hiyo neno kusingiziwa, wao hawalijui kwao, kutokana na hawaja kukamata wao, hawaja kufikisha mahakamani wao hilo kitu hawakijui. Ndio. Nase mtazamaji, kama ambavyo mmemsikiliza ndugu yetu hapa, amepitia matukio mengi sana huko magereza, unaona, lakini yote kwa yote sasa hivi yuko raiani, yupo kwa mshikaji ambaye ndo kamuhifadhi kwa sasa hivi hapa. Ndoto yake anatamani siku moja na yeye asimame, kwa sababu na sasa amebakiza siku 2 kutimiza mwaka mmoja toka ametoka magereza. Kwa hiyo bado ni mke kabisa uraiani. Amekaa miaka 7, akabahatika kwa msaada wa yule mtu ambaye yeye anajua masuala ya sheria, akamsaidia, ndio leo hii yuko mtaani hapa. Na hata yule aliyemfanyia tukio hilo, Mwenyezi Mungu kamlipa kwa upande wake. Alikuwa anatoa mimba ambayo ilikuwa sio ya mume wake, hiyo mimba ikamchukua ikamuondoa, naye alishakufaga. Na kwa taarifa nimesikia alikufa mwaka 2020, si ndio? Huyu kafungwa 2016, miaka 4 mbele tu akawa tayari ameshakufa. Huyu kakaa miaka 7 akarudi mtaani, sasa hivi anaendelea na afya yake. Yule aliyemtengenezea tukio, Mwenyezi Mungu kamlipa kwa nafasi yake. So tunashauriana tu kwamba usimfanyie mtu ubaya kwa sababu ya madhaifu yako. Tengeneza njia zako ili usione watu wabaya. Huyu jamaa alichofanya ni kulinda heshima yule ndugu yake, na ndio maana akaamua kumwambia. Ingawa pia jamani mvumilivu sana. Kuna mtu mwingine anaweza kukaa akasubiria mpaka ile tarehe jamaa anarudi, unaelewa? Ulikuwa unaweza kumpigia simu kule kule alipokuwepo na ukamwambia kila kitu. Ushaelewa? Lakini mpaka amefikia hatua amevumilia, alafu akachagua kuondoka na sio kuendelea na kazi ili awaache na maisha yao. Kwa hiyo mwisho wa siku kilichotokea baadaye sasa ndio akamkuta. Lakini pia kwa hatua moja ama nyinginewe inatufunza kwamba tusiingilie mahusiano ya watu kwa namna yeyote. Yaani kosa la huyu jamaa ni kuamua kuwa loyal kwa ndugu yake, yani kuwa mkweli kwa ndugu yake. Akamwambia bro, mimi nimeamua kuondoka kwa sababu mke wako ananifanya mimi nakuwa siishi kwa amani.
kutokana na kwamba nilimfumania au nilimuona analeta wanaume. So yeye alitegemea akimwambia jamaa, labda jamaa atamwamini kama ambavyo alimwamini kukaa na familia yake na mke wake wakati yeye anasafiri na kila kitu. Kwa hiyo alitegemea atamwamini, alafu yule atamuelewa, si ndio? Alafu baada ya hapo atampatia pesa yake aondoke. Sio kwamba yeye alikuwa anamwambia kwa ajili ya kumwachanisha na familia yake. Lakini ndio hivyo, jamaa akatumia mihemko, akashindwa kupima ajue madhaifu yako wapi, akataka kuudanganya moyo wake, kwa sababu kitendo cha kwenda kumuulizia mke wake, niambie kweli, ni kweli au sio kweli, maana yake ni kwamba anaujua kweli kwa sababu ameambiwa na huyu jamaa, lakini alikuwa anataka udanganye moyo wake kwamba afarijiwe tu kwamba labda haikuwa kweli, huyu alimdanganya. Lakini end of the day jamaa akapata adhabu yake kwa nafasi yake, labda kwa kuwa mkweli, labda alitakiwa atulie, ndio hivyo kafungwa miaka 7. Haya, na mwanamke alomtenezea ubaya kapata adhabu yake ya kudumu, kwa sababu yeye ndio alikuwa mwenye makosa mkubwa zaidi kuliko hata huyu. Kamsingizia jamaa, yeye kaambulia kufa, mpaka leo hii yupo kwenye ulimwengu. Huyu ile adhabu ndogo kaipata, yuko raiani sasa hivi. Hapana, bwana yake ambaye hakuhusika na kosa lolote, hakufanya maamuzi yote mabaya kati ya huyu wala kwa yule mwanamke, anaendelea na maisha yake. Kwa hiyo kila mtu kapata kulingana na kile alichokifanya. So ndugu yetu anaomba support. Anataka afanye biashara ya mitumba kwa sababu ndio kitu ambacho anakijua. Anataka anunue belo la nguo, si ndio? Belo inaitwa belo balo. Anataka anunue balo la nguo, aanze kufanya biashara. Kwa hiyo tunaomba muungane kwa pamoja tuweze kumsupport ndugu yetu, ili ikiwezekana aweze kuanza hii safari. Tutajitahidi kuwarushia hatua kwa hatua ili muweze kujua kile kinachoendelea. Lakini kiuhalisia bado mdogo, ana miaka 28, si ndio? Yes, 28. Kwa hiyo ni mdogo tu, ni kijana mdogo kabisa, anaishi kwa mshikaji, hajaoa. Una watoto? Bado sina. Yes, hajaoa, hana watoto, yupo yeye kama alivyo. Kwa hiyo tumsaidie jamani, tumsupport kwa namna tuwezavyo. Tufanye kama tulivyofanya kwa Selemani, yule mfungwa wa magereza ambaye naye pia nikao uraiani mwaka mmoja tu akauliwa. Ushanielewa Kwa hiyo hicho ndo ambacho yaweza kuwa kilimvutia zaidi, na ndio maana akanitafuta mimi tuone namna gani tunaweza kumsaidia.